Katika ulimwengu wa leo kumekuwa na wimbi kubwa sana la watu ambao wameweza kukata tamaa, wanaona kama maisha yao yamefikia mwisho, ndoto zao zimekufa na hawajui waanzie wapi. Leo nataka nishare na wewe mambo matano ambayo yatakusaidia kuweza kutoka katika hali ya kukata tamaa na hatimaye kuweza kufikia hali ya ndoto zako na mafanikio binafsi. Na mambo haya ambayo nashare na wewe yapo katika kitabu changu ambacho nimekiandika kinachoitwa Kutoka Kufa Mpaka Kuwa Hai, ambacho kinaelezea safari ya kujijenga katika mafanikio na maendeleo binafsi. Jambo la kwanza ambalo nataka nishare na wewe ni kubali hali ulionayo. Watu wengi ambao wamepitia katika hali ya namna hii ya kukata tamaa wameishia kuingia katika matatizo mengine ambayo hayakuwastahili kwa sababu tu ile ya kuhitaji kutafuta njia mbadala ya kutatua changamoto hizo. Na kwa sababu hiyo wanajikuta wakirudi nyuma badala ya kutatua changamoto hii. Kwa hiyo changamoto inapokuta namna hii, cha kwanza kubali hali ulionayo, na katika kukubali huko ndipo utakapopata njia ya kuweza kutatua changamoto hiyo na sahihi, kwa sababu utakuwa umetulia na kuitafakari kwa kina. Na yuko bwana mmoja anaitwa Nathaniel Branden aliwahi kusema, the first step toward changes is awareness, akimaanisha kwamba hatua ya kwanza kuelekea kwenye mabadiliko ni kukubali hali ulionayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu akili yako itakuwa imetulia, utaelewa ni nini ambacho unaweza kupaswa kutenda kwa ajili ya kutatua changamoto hiyo. Jambo la pili, badilisha mtazamo wako. Unajua tatizo si mara zote kile kinachokutokea, bali ni vile unavyokichukulia au unavyokitazama kile kinachokutokea. Wanaweza kuwepo watu wawili ambao wanapitia hali ya aina moja, lakini wakawa na mtazamo tofauti. Mmoja akafikiria changamoto hii ambayo anapitia ni mwisho wa safari yake ya mapambano au safari yake mafanikio, lakini wakati huo mtu mwingine anaweza kaichukulia na kuona kana kwamba ni kama fursa kuelekea katika mafanikio yake. Kwa hiyo katika changamoto yote ile, mtazamo wako vile utakavyo useti ndivyo matokeo yake yatakavyokuwa, kwa sababu ukifikiria siku zote katika kukata tamaa, ukawa na mawazo hasi, ukaona kana kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani, basi kivyote vile hicho kitu hauwezi kukifanikisha. Hata kama ni fursa ambayo imekuja mbele yako, huwezi ukaikamilisha na wala huwezi ukaitendea haki. Lakini endapo kama ukibadilisha mtazamo wako na kuona kwamba katika hii changamoto ni kitu gani ambacho ninakiona, ni kitu gani ambacho inanifundisha, ni kipi ambacho naweza nikakifanya kutokana na hii changamoto, my friend, hapo utaanza kuona mabadiliko yakija automatic. Kwa sababu gani? Ya mindset, mtazamo wako ambao utakuwa nao. Jambo la tatu ni badilisha au jenga fikra chanya. Unajua kitu muhimu sana ni jinsi gani fikra zako zilivyo. Maisha unayoishi leo ya nje ni matokeo ya kile ambacho kipo ndani yako. Kuna Buddha mmoja aliwahi kusema, the mind is everything, what you think, what you become, akimaanisha kwamba mtazamo wako, fikra zako ndio kila kitu. Vile unavyofikiria ndivyo utakavyokuwa. Kwa hiyo katika kutatua changamoto yote ile, katika kubadilisha maisha yako kutoka hali moja na kuelekea katika hali nyingine ambayo hasa katika maendeleo binafsi, ni lazima pia tuwe na mtazamo chanya kwamba hatuwezi kwenda zaidi ya vile ambavyo tunafikiria. Huwezi kuwa unafikiria kitu kidogo alafu ukafanya vitu vikubwa, ni vitu ambavyo haviwezekani. Kwa hiyo ni lazima ufikirie katika mtazamo ambao ni chanya, na ndipo utafanya vitu ambavyo ni chanya tena vikubwa wakati mwingine. Na unapobadilisha mtazamo wako kutoka katika hali ya hasi na hatimaye kuelekea katika mtazamo ambao ni chanya, hapo kwanza utaanza kuona confidence, utaanza kuwa na confidence, ule ujasiri wa kuweza kusimama na kufanya kitu kwa nguvu zote na kwa kujiamini. Lakini pia utaanza kuona kana kwamba kila kitu kinawezekana, na hapo hata changamoto yote ile ambayo itakuja utakuwa na nguvu ya kuweza kuiface. Lakini pia hautakuwa na visingizio. Tulio wengi tunakuwa na visingizio hasa pale ambapo tunakuwa na mashaka au tunapoingiza negativity katika fikra zetu, na tunaona kama vile kile kitu ambacho tunataka kufanya hatuwezi tukifanikisha. Jambo la msingi sana ambalo ningependa kuweza kuasa na wewe pia uweze kulifanya ni kuangalia, je,
kila siku akili yako unairisha nini? Jambo la 4, chukua hatua ndogo kila siku. Watu wengi wana ndoto kubwa sana, lakini ni wachache ambao wanazifanikisha, na walio wengi wanabakia pale pale kwa sababu wanashindwa kuweza kuchukua hatua, wanashindwa kuweza kuanza kwa hatua ndogo ndogo. Na jambo kubwa sana la watu, hasa vijana, wanashindwa kuweza kuanza kwa sababu ya hofu. Wanashindwa kuanza kwa sababu wanahofia kuwa wataonekanaje, watu wanawaangaliaje, je, wakishindwa itakuwaje? Na kwa sababu hiyo inawafanya wasiweze kufanya kitu chochote kile. Yuko bwana mmoja aliwahi kusema kwamba a journey of 1000 miles begin with a single step, akimaanisha kwamba safari ya maili 1000 inaanza na hatua moja. Sasa wewe kijana, unashindwa nini kuweza kuanza kwa kile ulicho nacho? Kumbuka, hakuna mtu anayeelewa kile ulicho nacho kwenye ubongo wako, yaani hakuna anayeelewa lengo lako. Wako watu ambao wanakuja kuelewa mpaka pale utakapodhihirisha kwa kuchukua hatua ya kwanza. Kwa hiyo usije ukajidharau kwenye hatua ndogo ambazo unazipiga, bali endelea kusimama, jipambanie, hatimaye uweze kufikia katika zile ndoto ambazo unazihitaji za mafanikio. Na jambo la mwisho ambalo nataka nishare na wewe ni jiamini. Pamoja na yote haya ambayo nimeweza kushare na wewe, ambayo nimekuelezea kama sehemu ya kuhitaji na wewe, ikiwa itakupendeza, uweze kuyachukulia in action ili uweze kufikia ndoto zako, lazima uwe unajiamini. Kuna watu wengi sana, kama nilitangulia kusema, kwa wana ndoto kubwa sana, lakini hata katika kuanza hawawezi. Kwa sababu gani? Ya hofu. Na kwa sababu ya hofu hiyo, ni moja ya mbinu. Tukija katika kiroho, tunaona shetani anajaza hofu ndani ya watu na kuwafanya waone kana kwamba kila kitu hakiwezekani. Lakini nikwambie, kama hutakuwa na imani ndani yako, hakuna mtu ambaye atakuamini. Ni lazima ujiamini wewe binafsi, ili watu kwa kile unachokifanya na wao waweze kukuamini. Kwa hiyo nakutia moyo, yote hayo ambayo nimekuelezea kayafanyie kazi, na hatimaye utakuja kunipatia majibu juu ya kile ambacho nimekwambia, na nina imani Mungu atakusaidia, utafanikiwa. Sasa umesikia mambo 5 ambayo ni ya msingi sana. Ikiwa utafanyia kazi, nina imani kuwa yatakupeleka sehemu fulani, yatakufikisha katika mafanikio fulani. Lakini naomba nikukumbushe kitu kimoja, kwamba maarifa pekee hayawezi kupeleka sehemu yoyote, bali yanahitaji uweze kuchukua hatua mara moja ili kuweza kubadilisha maisha yako binafsi. Ili uweze kuendelea kupata maarifa zaidi katika maudhui ambazo zitakuwa zinafuata, usisahau kuweza kulike, lakini hivyo usisahau kusubscribe, ili tuendelee kwa pamoja katika safari ya maudhui mbalimbali ambazo zitakuwa zikiendelea. See you champion.